Sekta ya madini nchini Tanzania ni miongoni mwa nguzo kuu za uchumi wa nchi, ikichangia sehemu kubwa ya pato la taifa, ajira na mapato ya fedha za kigeni. Tanzania imebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi za madini, ikiwemo dhahabu, chuma, almasi, tanzanite, ambayo hupatikana Tanzania pekee duniani, na madini mengine ya viwandani. Kwa miaka ya hivi karibuni, serikali imeimarisha usimamizi wa sekta hii kupitia sera na sheria madhubuti, ikiwa ni pamoja na kuanzisha masoko ya madini ya ndani, kuhimiza uongezaji thamani wa madini kabla ya kusafirishwa, pamoja na kuwashirikisha wachimbaji wadogo katika mfumo rasmi wa uchumi. Katika kipindi cha Ngazi siku ya leo, tutazungumzia kuhusu uongezaji thamani wa madini ya vito unaofanywa na Kituo cha Sayansi ya Jiolojia na Madini AMGC. Tunapozungumzia madini ya vito, tunazungumzia madini ambayo yanahusika kwa ajili ya mambo mbalimbali ya urembo kama kwenye pete, kwenye heleni na sehemu zingine. Katika madini ya vito tunafanya mambo mengi hapa katika kituo chetu, kuanzia kwenye upimaji wa madini ya vito, kwamba unakuta mtu anakuwa na madini yake, anakuwa hawezi kuyatambua kwamba ni madini gani, kwa sababu kuyatambua madini ya vito yanahitaji utaalamu. Kwa hiyo analeta hapa madini yake, yanapimwa, yakishapimwa anapata cheti ili kuweza kujua kuanzia ubora wa hayo madini, lakini pia kuweza kujua hata angalau thamani ya hayo madini kabla ya kwenda kuyauza. Kwa hiyo unapojua aina, ubora na thamani, unaweza kuyauza kwa bei ambayo ni nzuri zaidi, tofauti na bila kuweza kujua. Na tunaposema madini ya vito tunamaanisha madini yenye rangi kama haya mnayoyaona, pamoja na yale madini tunayoita almasi, ambayo ni madini asilimia kubwa almasi zinakuwa hazina rangi. Ndio makundi hayo mawili yote yanajumuisha makundi ya vito. Uongezaji thamani wa madini ya vito huleta manufaa makubwa kwa uchumi wa nchi na jamii kwa ujumla. Fikiria hiki: jiwe la thamani kutoka ardhi ya Tanzania linapokatwa kwa ustadi, kusafishwa kwa ubora na kubadilishwa kuwa pete au mkufu wa kuvutia, thamani yake hupaa. Hicho ndicho tunachokiita kuongeza thamani ya madini ya vito. Ni ajira kwa vijana, ni mapato kwa taifa, na ni nafasi ya Tanzania kung'ara kimataifa kupitia vito vyake vya kipekee. Hii sio ndoto, ni fursa halisi. Uongezaji thamani wa madini ya vito ni jambo kubwa ambalo limekuwa kama ngazi ya kuweza kuwapandisha watu mbalimbali. Kama kipindi chetu kinavyosema ngazi, uongezaji thamani wa madini haya mnayoyaona na mengine imekuwa ni jambo kubwa ambalo limefanya mambo makubwa kwenye nchi yetu, lakini na nchi zingine. Kwanza kabisa, uongezaji thamani unatengeneza ajira mbalimbali, kuanzia mwenye elimu kubwa, mwenye elimu ya kati, mwenye elimu ndogo, hata yule asiye na elimu kabisa anaweza kujifunza, kwa sababu hizi ni kazi za mikono. Kuongeza thamani ya kitu chochote kile, unakiuza katika gharama ambayo ni kubwa zaidi na unatengeneza ajira. Lakini pia tunapotengeneza viwanda vidogo vidogo hivi, vitawasaidia hata vijana mbalimbali wanaomaliza elimu zao kuweza kujiajiri. Na sasa tunapata fursa ya kipekee kumsikiliza Matokeo Simba, mtaalamu wa masuala ya miamba na madini, ambaye atatufungulia ukurasa mpya kuhusu hali halisi ya upatikanaji wa madini hapa nchini. Kwa weledi na uzoefu wake, anachambua kwa kina maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini na changamoto zilizopo, akisema wazi kuwa Tanzania imebarikiwa na madini ya vito. Yanapatikana sehemu nyingi katika Tanzania na yanachimbwa sehemu nyingi sana, kuanzia kule Mererani ambako utapata tanzanite, Morogoro kule utapata ruby, utapata sapphire. Ziko sehemu nyingi ambapo kuna madini. Ukienda Tanga utapata madini mbalimbali ya vito, na yanapatikana kwa wingi kulingana na uhitaji wa mtu anavyoweza kuhitaji. Tunapozungumzia dhana nzima ya kuongeza thamani madini,
maana yake ni kuyakata pamoja na kuyang'arisha ili yaweze kutumika katika lengo lililokusudiwa. Kwa namna gani jamii imeweza kupanda ngazi kutokana na hii fursa ya upandishaji thamani wa madini ya vito? Moja ya kundi kubwa ambalo limefundishwa kuweza kuwa na viwanda vidogo vidogo vya kuongeza thamani katika madini ni kundi la wakina mama pamoja na wasichana kwa ujumla, kwa sababu wamejengewa uwezo ili kuweza kujiajiri wenyewe na kuweza kuanzisha viwanda vidogo vidogo. Kumbuka kwamba tunapozungumzia uongezaji wa thamani wa madini ya vito, tunazungumzia unakuwa na mashine moja, mashine mbili mpaka tatu, na ni mashine rahisi ambazo hizi mashine unaweza ukaziweka hata nyumbani ukaweza kuanza taratibu kuweza kuongeza thamani mpaka ukaweza kumaliza. Kwa hiyo kwa ujumla hii kazi ya uongezaji thamani imekuwa ngazi ya wanawake wengi kuweza kupanda, kwa sababu kuna wengine walikuwa hawajui kabisa namna ya kuongeza thamani, lakini wakafundishwa vizuri. Walivyofundishwa wakajitegemea, sasa hivi tayari wako mtaani na wanafanya kazi zao mbalimbali. Vijana pia, kundi la vijana, tumeweza kufundisha vijana wengi ambao wengi wao sasa hivi wanajitegemea na wanafanya shughuli zao, na sisi pia huwa tunawatembelea kuweza kujua wanaendeleaje. Na tangu mwaka 2006 zaidi ya watu 700 wameweza kujifunza swala la uongezaji madini katika kituo chetu. Ili kupata bidhaa bora yenye ushindani sokoni, kuna hatua kadhaa muhimu za uongezaji thamani wa madini ya vito ambazo hufuatwa kwa umakini. Hatua hizo ni pamoja na uchambuzi wa awali wa jiwe, ukataji wa kitaalamu, usafishaji kwa kutumia teknolojia ya kisasa na ubunifu wa mapambo unaozingatia viwango vya kimataifa. Kwa kufanya hivyo, si tu tunapandisha thamani ya madini yetu, bali pia tunajenga hadhi ya bidhaa zetu kimataifa. Tukivuna si mchanga tu, bali thamani yake. Cha kwanza kabisa ni kuweza kuyapata yale madini. Unapoyapata yale madini, tunasisitiza sana, kwanza lazima uyatambue yale madini ni ya aina gani. Inakusaidia wewe kuja kuchagua zile kemikali ambazo zinatumika kuweza kuyang'arisha, kwa sababu haya madini kila madini yana ugumu wake. Kuna madini yana ugumu kuanzia 1 mpaka 10. Lakini kitu cha pili, lazima uyaweke sasa, uanze kuyachagua, kwa sababu haya madini yanapokuwa yakichimbwa kwenye migodi mbalimbali yanakuja na matatizo mbalimbali. Unaweza kukuta mengine yana nyufa mbalimbali, yana kreki mbalimbali ndani. Kwa hiyo lazima uyachague. Lakini kingine, lazima uangalie lile umbile lake, namna umbile lilivyo. Na tunashauri sana kwamba umbile la duara la mviringo ni umbile mzuri zaidi kuliko umbile linapokuwa la bapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu umbile la duara linaweza kukupa uwezekano wa kukata mikato ya aina mbalimbali kuliko umbile ambalo linakuwa na bapa. Kwa hiyo utachagua kwanza umbo, alafu utaweka umbo la awali. Kwa mfano, jiwe likiwa la bapa, maana yake kwamba litakupelekea tu kukata maumbo mengi ambayo ni ya square au maumbo ambayo ni ya mstatili, kwa sababu tayari jiwe lenyewe liko katika namna hiyo. Baada ya hapo sasa, lazima kuna vifaa maalum utavitumia sasa kuweza kulishikisha lile jiwe, kwa sababu jiwe linaweza kuwa dogo, huwezi kulishikilia kwa mikono. Kwa hiyo kuna visaidizi vya kukatia. Kwa hiyo utalishikisha pale kwenye lile jiwe kwa kutumia nta. Unapolishikisha kwenye kile kifaa maalum, maana yake inakupa wewe sasa namna nzuri zaidi ya kuweza kulikata lile jiwe. Baada ya hapo, lile jiwe utalirudisha kwenye mashine. Utaanza kukata sehemu kama kuna sehemu mbili za jiwe. Kuna ile sehemu ya juu na sehemu ya chini. Kwa hiyo unaweza kuanza kukata sehemu ya chini au unaweza kuanza kukata sehemu ya juu kulingana na namna jiwe lenyewe lilivyo. Na hili ndilo darasa letu kwa leo kutoka kwa mtaalamu wa madini Matokeo Simba.
Mambo muhimu katika hii mashine yetu ya kukatia yako machache tu. Cha kwanza kabisa ni hii sehemu ya kukatia hii hapa, ambayo hii sehemu ina vitu viwili vikubwa. Cha kwanza kabisa ina mzunguko wa engo mbalimbali huu hapa. Mzunguko wa engo mbalimbali utauona huu hapa. Umeanzia engo ya 0 mpaka ya 90. Lakini kingine sasa lazima uweze kuangalia hizi vile sasa vistari vile vifacet ambavyo tutaviweka katika jiwe letu. Na hivi vifacet itategemea na aina ya mashine. Kuna mashine nyingine inaanzia 0 mpaka 96, kuna nyingine inaanzia 0 mpaka 84, kuna nyingine inaanzia 0 mpaka 64, nyingine inaanzia 0 mpaka 32. Itategemea na aina ya mashine ulionayo, lakini zote zinafanya kazi mmoja hiyo na zinaweza kuweka hivi vistari katika namna iliyo bora na vinang'aa vizuri zaidi. Lakini sehemu ya pili muhimu katika mashine ni hizi tunaita diski mbalimbali za kuweza kukatia. Sasa hizi diski za kukatia lazima pia uweze kuzifahamu vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna diski za kuanza kuweka umbo la awali, lakini pia kuna diski za kukatia, lakini pia kuna diski za kung'arishia. Jiwe ukiling'arisha na diski nzuri, maana yake linang'aa vizuri zaidi. Kwa hiyo lazima uwe na mfululizo wa diski za aina zote tatu. Moja ya faida ya kulijua ni kujua ule ugumu wake, wanaita hardness. Inakupelekea kuweza kuchagua ni aina gani ya diski uweze kutumia, kwa sababu hizi diski na zenyewe zina namba. Kwa hiyo vitu vyote hivi lazima uweze kuvijua kabla hujaanza kazi yako. Lakini sehemu nyingine muhimu katika mashine kama hii na mashine nyingine pia ni hii sehemu hapa hivi, ambayo hii sehemu ni kwa ajili ya kukuonyesha wewe kwanza kabisa ile namna ambavyo hii diski yako itakuwa inazunguka. Kwa hiyo hapa kuna speed mbalimbali ambazo unatakiwa na zenyewe kuzijua. Kwa hiyo kuna speed ambayo utaitumia wakati wa kuweka umbo la awali. Kuna speed ambayo utaitumia wakati sasa unaweka vile vishepu, lakini kuna speed utakayoitumia wakati unaling'arisha jiwe. Kwa hiyo zote hizi ni muhimu sana. Lakini hii sehemu pia inakuonyesha mzunguko wako namna unavyokuwa. Kuna mzunguko ambao unaenda hivi kama saa inavyoenda, lakini kuna mzunguko pia ambao unaenda kinyume chake. Kwa hii ni mizunguko miwili ambayo unaweza kuchagua mmojawapo kuweza kufanya ili uweze kupata jiwe ambalo ni zuri zaidi. Lakini hapa sasa ndipo ambapo unaweza kuruhusu mashine. Kwa mfano ukifanya hivi, maana yake umeiruhusu mashine ianze kazi, umeweka on. Lakini ukifanya hivi unakuwa umeweka off, umezima mashine. Sehemu nyingine muhimu ni taa. Hii ni taa ya kuweza kukufanya uweze kuona zaidi. Kwa sababu kuna vijiwe vingine ni vidogo ambao vitahitaji msaada wa taa ili uweze kuona vizuri zaidi. Lakini kitu kingine muhimu zaidi sasa ambacho lazima wengi wazingatie ni swala la hiki kikopo kwa ajili ya maji. Hiki kikopo unatakiwa ukiwekee maji. Kwa hiyo yanakuwa maji ambayo hayana madini ambayo yanaweza yakafanya hizi mashine either zikapata kutu au zikaharibika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo hapa kuna kazi mbili za maji muhimu. Kazi ya kwanza ni kuweza kupunguza msuguano unaokuwa hapa kati ya hii diski yetu pamoja na jiwe, kwa sababu kunakuwa na msuguano kati ya diski pamoja na jiwe. Lakini kazi ya pili ni kuondoa vumbi ambalo linaweza kusababishwa na haya mawe. Kwa hiyo endapo utatumia sasa hii mashine bila ya kuwa na maji ya kutosha, unaweza ukapata hata magonjwa ya kifua na magonjwa mengine. Mtazamaji wa kipindi cha Ngazi, umekwisha jifunza kuhusu mahitaji na matumizi ya vifaa mbalimbali vinavyotumika wakati wa uongezaji thamani wa madini ya vito. Na hapa tuangazie kuhusu namna sahihi
ya uongezaji thamani wa madini. Kibatari hiki utakiwekea mafuta, na sisi kwa hapa kwetu tunatumia mafuta ambayo tunaita ethanol kwa ajili ya kufanya hiki kibatari kiweze kuwaka. Na hiki kibatari kinatusaidia kuweza kuyeyusha nta. Ni nta ambayo imetengenezwa viwandani, lakini inatokana na mazao ya nyuki. Si tunayo hii ya rangi ya kijani, lakini unaweza kukutana na rangi nyekundu pia na rangi zingine, lakini kazi yake inayofanyika ni ile ile ya kuweza kuhakikisha kwamba hili jiwe sasa tulilokuwa tunaliandaa pale, tumelipa lile umbo la awali, tunaweza kuliweka katika hii tunaita ni kama kafimbo maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hili jiwe linakaa hapa ili tuweze kulipeleka kwenye mashine. Unaliingiza hapa kwenye hii sehemu, alafu unakaza kidogo. Ukishakaza kidogo, sasa unaanza kuchagua hii mistari yetu kulingana na hizi namba ambazo zinaonekana hapa. Kulingana na namba zinazoonekana. Kwa mfano mimi nitaanza na 96 kulingana na umbo nililolichagua, umbo la duara ndio nililolichagua kuweza kukata hili jiwe. Kwa hiyo unaweka hapa, alafu engo yangu kwa umbo la chini nimechagua iwe engo ya 44. Kwa hiyo utaitafuta engo ya 44 hii hapo utaweka. Kwa hiyo kitu muhimu zaidi ni engo pamoja na kuseti hapo katika hii mistari. Kwa hiyo baada ya hapo utakuwa sasa unakata kwa spidi ambayo sio kubwa sana. Kwa sababu unavyoweka spidi kubwa sana unaweza kujikuta umefanya jiwe liweze kuisha zaidi, kulika zaidi. Kwa hiyo hapa ni maandalizi ya kutoa jiwe ambalo ni zuri, jiwe linaloweza kutumika kimataifa. Kwa hiyo unakata, unaangalia, unaona kabisa imeshafikia sehemu yake. Naenda kwenye ndani nyingine ya 84 na yenyewe nakata hivi. Engo yangu ni hiyo hiyo, engo ya 44 ni hiyo hiyo nakata. Kwa hiyo nakata kulizunguka jiwe, nakata kwa kulizunguka jiwe. Naenda tena engo ya 72. Kwa hiyo nalizunguka jiwe lote. Katika ninapokuwa nikifanya hii kazi, maji yanakuwa yanaendelea kudondoka. Ili nini? Ili yaweze kupoza jiwe, lakini pia yaweze kuondoa vumbi. Lakini pia unashauriwa kuweza kuvaa maski kwa ajili ya kuhakikisha, barakoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vumbi kwa namna yote ile, hata kama ni kwa dharura, lisiweze kukufikia. Na hakikisha kwamba hivi vistari vinaanzia juu mpaka vinafika chini. Kwa hiyo nikishamaliza sasa katika kukata kwa awamu ya kwanza, si ndio? Nimehakikisha kwamba kulingana na umbo linalotakiwa nimeweza kukata vile vistari vyote. Kwa sababu kwenye hili umbo vistari vya sehemu ya chini viko 36. Kwa hiyo nimeweza kukata vyote 36. Na nikiliangalia jiwe ni kwamba vyote 36 vipo. Kwa hiyo ninachofanya, tazima mashine ili sasa nifungue hapa. Nafungua hapa, natoa hii diski ambayo nilikuwa naitumia kukatia, nairudisha sehemu maalum ambayo tunahifadhi hizi diski, kwenye sehemu maalum hapa. Kwa hiyo zinahifadhiwa hapa. Nachukua sasa diski maalum kwa ajili ya kupolishia, kwa ajili ya kung'arishia hizi hapa. Na hizi diski kwa ajili ya kung'arishia, tunaweza pia tukatumia karatasi maalum hizi kwa ajili ya kung'arishia, lakini hizi zina gharama kidogo. Lakini hizi diski tunaziweka humu kwa sababu ya kuepuka vumbi, lakini pia maji na vitu vya namna hiyo. Tunatumia pia hizi karatasi ambazo hizi karatasi ni rahisi zaidi
Kwa hiyo zinang'arisha mawe vizuri zaidi, lakini kwa muda mfupi zaidi. Kwa hiyo utakachofanya, utaweka hii diski kama kawaida. Pamoja na karatasi zote unaziweka hapa, alafu utafunga kama kawaida. Kwa hiyo unaanza vile vile ulivyomaliza. Kwa mfano hapa mimi nilimalizia kwenye 12. Kwa hiyo nitaanzia hapa kwenye 12 kuweza kuendelea. Kwa hiyo utawasha mashine yako. Kwa hiyo kwenye kupolishi au kung'arisha utatumia spidi kubwa kidogo ili vile vistari vyako viweze kung'aa kwa haraka na utumie muda mfupi zaidi. Kwa hiyo utakuwa unang'arisha kwa namna kama hii. Unang'arisha kwa namna kama hii. Kwa hiyo utaangalia, ukishaona kile kistari cha kwanza kimeng'aa, unahama unaenda kingine, naenda kwenye 24. Utang'arisha kama hivi. Kwa hiyo utang'arisha, unahakikisha kwamba kila kistari kinaweza kung'aa vizuri na kinapendeza vizuri zaidi. Kwa hiyo utaenda mpaka utamaliza na utaona kabisa kwamba jiwe lako sasa limeshaanza kung'aa vizuri. Na baada ukimaliza sasa kuweza kuling'arisha vizuri, unakuwa umemaliza. Kwa hiyo utakachofanya, utafunga hapa ili kuweza kulihamisha jiwe sasa kwenda upande wa pili. Na utakapofuata hizi hatua zote, lazima utoke na jiwe ambalo liko vizuri na lina viwango vya kimataifa. Kwa hiyo utafunga vizuri hapa kuhakikisha kwamba jiwe lako linakaa vizuri. Kwa hiyo ukiangalia hapa utaona kabisa kwamba limeoana hivi. Na nini umuhimu wa kuoana hivi? Kwa maana kwamba ili jiwe lisicheze. Na umuhimu wa jiwe kutocheza ni kwamba ile sehemu ya kiuno ya jiwe inakuwa inaoana na sehemu ya chini pamoja na sehemu ya juu, na vile vistari vyote vinaonekana vinakuwa sawa. Kwa hiyo unapoweka hivi unahakikisha jiwe limeoana vizuri. Maana yake ni kwamba unahakikisha jiwe limeoana vizuri zaidi. Baada ya hapo unawasha kibatari chako, alafu unahakikisha sasa umeliweka hapa kwenye kibatari ili ile nta ulioweka iweze kuyeyuka. Inapoyeyuka sasa inarudi upande wa pili. Maana yake tayari unakuwa na jiwe lako ambalo limeshageuzwa, umeligeuza upande wa pili. Kwa hiyo uongezaji thamani wa madini umekuwa ni ngazi muhimu kwa watu wengi kuweza kufanikiwa. Baada ya kuwa sasa tumeweka upande wa pili, tunarudi tena katika mashine yetu. Na katika kurudi kwenye mashine yetu sasa, ile diski ambayo tulitumia kukatia tunairudisha tena. Kwa hiyo baada ya kuwa tumefanya shughuli zote, tumemaliza kila kitu, ili sasa ndio jiwe letu ambalo limeongezwa thamani, limeng'aa. Maana yake limekatwa lakini pia limeng'arishwa, linakuwa katika namna iliyo bora zaidi. Tanzania ina rasilimali nyingi za madini ya vito. Sekta hii ina mchango mkubwa katika uchumi wa taifa. Kwa kushirikiana na serikali na wadau wengine, sekta hii ina uwezo wa kustawi na kutoa manufaa kwa wote. Hivyo, uongezaji thamani wa madini ya vito unapaswa kupewa kipaumbele kama sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kuimarisha uchumi wa ndani na kuongeza ushindani wa Tanzania katika soko la kimataifa. Kupitia uwekezaji katika teknolojia ya kuchakata madini, mafunzo kwa wachimbaji na wabunifu wa vito, pamoja na kuimarisha miundombinu
na sera za kibiashara. Taifa linaweza kunufaika zaidi na rasilimali zake. Hii si tu itaongeza mapato ya serikali, bali pia itatengeneza ajira, kukuza viwanda vya ndani na kuhakikisha thamani halisi ya madini inabaki nchini. Ni wakati wa kuchukua hatua za makusudi, kuhakikisha kuwa utajiri wa madini unaleta maendeleo endelevu kwa Watanzania wote. Mimi ni Rose Masaka na hii ni Ngazi.